Mars alianza kutumbuiza jukwani akiwa na umri wa miaka 4 tu, na mara nyingi alikuwa akimwiga mwanamuziki Elvis Presley wakati wakifanya maonyesho na familia yake. Matukio haya ya awali hayakumsaidia tu kuboresha ufundi wake wa kuimba, bali pia yalimkuza katika uwezo wake wa kutawala jukwaa, mambo ambayo yalikuwa muhimu sana katika biashara yake ya muziki hapo baadaye. Akiwa mdogo alikuwa na kinanda na ngoma kwa ajili ya watoto, na kupitia hapo alijifunza kupiga vyombo. Akiwa na miaka 6, Bruno aliwahi kujikojolea jukwani kwa woga, jambo lililofanya wazazi wake wahisi labda muziki sio njia yake, lakini nyota huyu alizidi kuwaonyesha kuwa anachopenda ni muziki. Akiwa na umri wa miaka 12, Bruno Mars alianza kutumbuiza na bendi ya familia yake iliyoitwa The Love Notes, na walikuwa wakitembea katika kumbi mbalimbali kote Hawaii. Bruno Mars akiwa jukwani alikuwa akifanya mambo mengi, kuanzia kuimba, kucheza, huku akiwaiga wasanii wengine mashuhuri kama vile Michael Jackson pamoja na James Brown. Wakati bendi yao inaanza kupata vikazi vya hapa na pale, wazazi wake wakatalakiana, na huo ndio ukawa mwisho wa bendi. Kutokana na maisha magumu walioanza kupitia, Bruno Mars na kaka yake wakiwa na baba yao, ilibidi waondoke nyumbani na wakaanza kuishi kwenye majumba mabovu, na baadaye wakaanza kulala kwenye eneo la kazi ambalo baba yake alikuwa mlinzi wakati wa mchana. Kufikia miaka yake ya utineja, ilikuwa ni wazi kuwa njia yake ilikuwa ni kufanya muziki tu. Licha ya kuanza kujulikana kidogo huko Hawaii, Bruno Mars alijua kwamba ikiwa anataka kufanya muziki kwa kiwango cha dunia, ilimbidi aondoke Hawaii. Akiwa na miaka 17, Bruno Mars alifanya uamuzi mgumu wa kuhamia Los Angeles ili kufukuzia ndoto zake za muziki. Safari yake ilihamasishwa na wito kutoka kwa mtu aliyeitwa Mike Lean, ambaye alikuwa mtafuta vipaji wa lebo ya Dr. Dre. Mike Lean alimuita Bruno Mars baada ya dada wa Bruno Mars kumsikilizisha demo ya mdogo wake. Alipofika Los Angeles, hawakufanikiwa kwa lolote. Mazungumzo yao hayakumfanya asainiwe katika lebo hiyo, hivyo ikabidi aendelee kupambana yeye mwenyewe. Kama kawaida, miaka ya mwanzo ilikuwa migumu, japo alikuwa na kipaji kikubwa sana. Haikuwa rahisi kufanikiwa haraka hivyo. Kukataliwa ilikuwa ni jambo la kawaida kwake. Alizunguka katika lebo kadhaa, lakini hakuweza kupata lebo itakayomsaini. Mungu si Athmani wala Juma. Bruno Mars alianza kufanikiwa kidogo, lakini si kama mwanamuziki, bali kama mtunzi wa nyimbo. Akiwa na watu kama Philip Lawrence pamoja na Ari Levine, Bruno Mars alianzisha kitu kinachoitwa The Smithingtons, ambayo ni timu ya uandishi wa nyimbo na utayarishaji, ambayo ilikuja kuandika vibao mbalimbali vya wasanii wakubwa, ikiwa ni pamoja na Right Round ya Florida, Waving the Flag ya Knans, wimbo uliotamba sana kwenye kombe la dunia. Mafanikio haya ya utunzi wa nyimbo yalimsaidia Bruno Mars kutambulika katika tasnia, lakini bado alikuwa na kazi ya kujitambulisha kama mwanamuziki. Mafanikio ya Bruno Mars kama mwanamuziki yalikuja mwaka 2010 aliposhirikishwa kwenye nyimbo mbili. Ya kwanza ni Nothing on You ya B.O.B na Billionaire ya Travis McCoy. Mwaka huo huo Bruno Mars alitoa EP yake ya kwanza iliyoitwa It's Better If You Don't Understand, ni bora kama hutaelewa, albamu fupi ambayo ilionyesha ustadi wake katika muziki. Baadaye mwaka 2010, Bruno Mars alitoa albamu yake ya kwanza iliyoitwa Do Whoops and Hooligans, ambayo ilimfanya kuwa maarufu kimataifa. Albamu hiyo ilikuwa na nyimbo kadhaa zilizovuma, ikiwemo Just the Way You Are, Grenade pamoja na The Lazy Song. Mnamo tarehe 19 Septemba mwaka 2010, Bruno Mars alikamatwa kwenye kasino huko Las Vegas baada ya mlinzi kumkamata na gramu 2.6 za madawa ya kulevya aina ya cocaine. Bruno alishtakiwa kwa kosa la kupatikana na dawa za kulevya, kosa ambalo alikiri, na kama sehemu ya makubaliano yake na dola kwamba tuhuma zake zifutwe baada ya mwaka mmoja, akakubali kulipa faini ya dola 2,000 na kutumia masaa 200 kufanya kazi za huduma za kijamii, lakini pia kuhudhuria ushauri na sawa wa madawa ya kulevya. Bruno Mars alikiri hadharani kukamatwa kwake, huku akionyesha kujutia. Katika mahojiano kufuatia tukio hilo, alitaja kukamatwa kwake kuwa ni kosa na jambo ambalo linajutia sana. Tukio hili lingeweza kuharibu kabisa safari ya Bruno Mars, lakini badala yake aliamua kubeba jukumu la makosa yake na kuamua kulichukua kama funzo. Haya yalikuwa maneno ya Bruno Mars mwenyewe, lakini midomoni mwa watu ilidaiwa kwamba Bruno Mars amekuwa akitumia madawa ya kulevya mara kwa mara, na hiyo haikuwa mara yake ya kwanza kama alivyosema.
Ukiachana na tuhuma hizi, mwezi Machi mwaka 2024, Bruno Mars alirudi tena kwenye midomo ya watu baada ya kudaiwa kuwa nyota huyu anadaiwa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 50 na kampuni ya MGM ambayo inamiliki hoteli kubwa ya MGM iliyoko Las Vegas. Tuhuma hizi ambazo zilianza mitandaoni na baadaye zikazungumzwa kidogo kwenye podcast ya Shannon Sharpe, ilidaiwa kuwa Bruno Mars amekuwa akifanya kazi na MGM ili kuweza kulipa deni lake ambalo aliingia kutokana na uraibu wake wa kucheza kamari. Kuna baadhi ya watu walithibitisha kuwa ni kweli nyota huyu ni mpenzi wa kucheza kamari, mkononi wakiwa na ushahidi wa video iliyotoka kwenye mahojiano ya Bruno Mars ambamo ndani yake Bruno Mars alidai kuwa kuna wakati alikuwa akicheza kamari ili kuweza kulipa bili. Katika tuhuma hizo, ilidaiwa kuwa ili kuweza kulipa deni, Bruno Mars amekuwa akifanya kazi MGM kiasi kwamba wamempa sehemu ya kulala ambapo atakaa kwa miaka 9, na miaka hiyo ilitakiwa kuisha mwaka 2023, lakini wakaongeza mkataba mpaka mwaka 2024 mwezi Septemba. Baada ya tuhuma hizo kuanza kusambaa kwa kasi, msemaji wa kampuni ya MGM alijitokeza na kukanusha akisema kwamba wao na Bruno Mars waliingia katika makubaliano ya kibiashara na wanaheshimu sana makubaliano yao, hivyo hakuna deni lolote lililopo kati yao. Bruno Mars amekuwa katika mahusiano na mwanamke aitwaye Jessica Caban tangu mwaka 2013. Japo wawili hao hawajaoana rasmi, lakini wako pamoja mpaka hii leo na wana jumba lao la kifahari katika milima ya Beverly Hills, wakiishi na mbwa wao anaitwa Geronimo. Bruno Mars anadai kuwa jina lake la kisanii ni muunganiko wa jina Bruno ambalo alipewa na baba yake, na neno Mars aliliongezea mwenyewe wakati wakiwa na maisha magumu sana, kwani vijana wenzie walikuwa wanasema kuwa yeye si wa ulimwengu huu kama anakosa mpaka pesa ya kununua pizza. Hivyo kutokana na hilo, Bruno akawa anasema yeye ni kutoka sayari ya Mars, hivyo muunganiko wa majina hayo ukaleta jina Bruno Mars. Asante kwa kutazama video hii. Nina imani umefurahia. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment, lakini pia usiache kutufollow kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa jina la Bongo Faster. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane kwenye video inayofuata. Bruno Mars alianza kutumbuiza jukwani akiwa na umri wa miaka 4 tu, na mara nyingi alikuwa akimwiga mwanamuziki Elvis Presley wakati wakifanya maonyesho na familia yake. Matukio haya ya awali hayakumsaidia tu kuboresha ufundi wake wa kuimba, bali pia ilimkuza katika uwezo wake wa kutawala jukwaa, mambo ambayo yalikuwa muhimu sana katika biashara yake ya muziki hapo baadaye. Akiwa mdogo alikuwa na kinanda na ngoma kwa ajili ya watoto, na kupitia hapo alijifunza kupiga vyombo. Akiwa na miaka 6, Bruno aliwahi kujikojolea jukwani kwa woga, jambo lililofanya wazazi wake wahisi labda muziki sio njia yake, lakini nyota huyu alizidi kuwaonyesha kuwa anachopenda ni muziki. Akiwa na umri wa miaka 12, Bruno Mars alianza kutumbuiza na bendi ya familia yake iliyoitwa The Love Notes, na walikuwa wakitembea katika kumbi mbalimbali kote Hawaii. Bruno Mars akiwa jukwani alikuwa akifanya mambo mengi, kuanzia kuimba, kucheza, huku akiwaiga wasanii wengine mashuhuri kama vile Michael Jackson pamoja na James Brown. Wakati bendi yao inaanza kupata vikazi vya hapa na pale, wazazi wake wakatalakiana, na huo ndio ukawa mwisho wa bendi. Kutokana na maisha magumu walioanza kupitia, Bruno Mars na kaka yake wakiwa na baba yao ilibidi waondoke nyumbani na wakaanza kuishi kwenye majumba mabovu, na baadaye wakaanza kulala kwenye eneo la kazi ambalo baba yake alikuwa mlinzi wakati wa mchana. Kufikia miaka yake ya utineja, ilikuwa ni wazi kuwa njia yake ilikuwa ni kufanya muziki tu. Licha ya kuanza kujulikana kidogo huko Hawaii, Bruno Mars alijua kwamba ikiwa anataka kufanya muziki kwa kiwango cha dunia, ilimbidi aondoke Hawaii. Akiwa na miaka 17, Bruno Mars alifanya uamuzi mgumu wa kuhamia Los Angeles ili kufukuzia ndoto zake za muziki. Safari yake ilihamasishwa na wito kutoka kwa mtu aliyeitwa Mike Lean, ambaye alikuwa mtafuta vipaji wa lebo ya Dr. Dre. Mike Lean alimuita Bruno Mars baada ya dada wa Bruno Mars kumsikilizisha demo ya mdogo wake. Alipofika Los Angeles, hawakufanikiwa kwa lolote. Mazungumzo yao hayakumfanya asainiwe katika lebo hiyo, hivyo ikabidi aendelee kupambana yeye mwenyewe. Kama kawaida, miaka ya mwanzo ilikuwa migumu, japo alikuwa na kipaji kikubwa sana. Haikuwa rahisi kufanikiwa haraka hivyo. Kukataliwa ilikuwa ni jambo la kawaida kwake. Alizunguka katika lebo kadhaa, lakini hakuweza kupata lebo itakayomsaini. Mungu si Athmani wala Juma,
Bruno Mars alianza kufanikiwa kidogo, lakini si kama mwanamuziki, bali kama mtunzi wa nyimbo. Akiwa na watu kama Philip Lawrence pamoja na Ari Levine, Bruno Mars alianzisha kitu kinachoitwa The Smithing Tones, ambayo ni timu ya uandishi wa nyimbo.